Leo nitakupa historia ya urembo kwenye upande wa ususi. Ususi ni sanaa ya kale yenye mizizi yake katika historia ya jamii nyingi barani Afrika. Tangu enzi za mababu, ususi haukuwa tu mapambo ya nywele, bali ulikuwa na maana ya jamii, kitamaduni na hata kiroho. Katika jamii kama za Misri ya kale, Ethiopia, Nigeria na Afrika ya Magharibi, mitindo ya ususi ilitumika kutofautisha ukoo, baadhi ya mtu katika jamii, hali ya ndoa au hata umri. Kila kabila lilikuwa na mtindo wake wa kipekee kwa kusuka nywele, na mitindo hiyo ilipitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine kama urithi wa kitamaduni. Katika baadhi ya jamii, ususi ulikuwa njia ya mawasiliano ya kimya. Jamii ya Fulani na Zulu zilitumia mitindo ya ususi kueleza hali ya mtu, kama ameolewa, ni msichana mdogo au ni mwanamke wa kifalme. Wakati wa biashara ya utumwa, wanawake wa Kiafrika walitumia ususi kama njia ya kuhifadhi utambulisho wao, na wakati mwingine hata kuwasiliana kuhusu njia za kutoroka utumwani kwa kutumia alama za mitindo ya nywele. Hii inaonyesha kuwa ususi haukuwa tu sanaa, bali pia chombo cha kimkakati katika maisha yao ya kila siku. Kadri ya muda ulivyoendelea, hasa katika karne ya 20, watu weusi walikumbana na shinikizo la kufuata viwango vya urembo vya kizungu, hali iliyopelekea wengine kuacha mitindo ya jadi na kuanza kutumia kemikali za kulainisha nywele na nywele bandia. Hata hivyo, kuanzia miaka ya 1960 kulizuka harakati ya Black is Beautiful, ambayo ilihamasisha watu wa asili ya Kiafrika kujivunia muonekano wao wa asili, ikiwemo nywele zao. Harakati hii ilirejesha hadhi ya mtindo ya ususi kama vile cornrows, afro na dreadlock, na kuipelekea tena kwenye majukwaa ya heshima. Kwa sasa ususi umevuka mipaka ya Afrika na kuwa sanaa ya kimataifa. Mitindo ya asili ya Kiafrika imevutia watu wa kila rangi na tamaduni duniani, na sasa inaonekana kwenye majukwaa ya mitindo, runinga na hata katika siasa. Ususi si tu utambulisho wa kitamaduni, bali pia ni fursa za kiuchumi, ambapo wanawake na wanaume wanaweza kujiajiri kupitia saluni, mitindo ya nywele na vipodozi. Hii inathibitisha kuwa ususi ni urithi hai unaoendelea kukua na kubeba hadithi za jamii nyingi hadi leo. Makala haya yameandaliwa na kusomwa nami Godfire.